Tangazo. Dr. Msafwa toka Nyanda za Juu Kusini, mkoa wa Mbeya. Karibu jipatie dawa zenye kutibu magonjwa mbalimbali ambazo zinatoka Nyanda za Juu Kusini, Mbeya. Dawa za kutibu magonjwa kama yafuatayo: vidonda vya tumbo, kiuno na mgongo, maumivu ya miguu na gamvi, tumbo kujaa gesi, kuondoa uvimbe, chango la tumbo, kukosa choo kwa muda mrefu, tumbo kunguruma, kansa ya kizazi, kuzibua mirija wa kina mama, kwenda hedhi bila mpangilio, kuondoa uvimbe pembeni ya tumbo, maumivu chini ya kitovu, kutopata mimba, ukipata mimba inaporomoka au inaharibika, dawa ya kuacha kunywa pombe, kuvuta sigara, bange, dawa ya kutibu meno bila kung'oa, na dawa ya kutibu mtu mwenye kansa, kuparalezi au kupooza ipo hapa. Kujisaidia kuambatana makamasi na damu au kukosa choo kabisa au kujisaidia choo kama chambuzi, maumivu ya kifua, ugonjwa wa makila, kikohozi, asma, typhoid, kichwa kuuma upande, kipanda uso, macho kuuma, toto wa jicho, maumivu ya kiuno, maumivu ya viungo vizima vya mwili, kansa miguu, kansa mikono, uvimbe, vidonda vya tumbo vinatibika. Dawa ya ngiri, mshipa wa ngiri, chango la tumbo, UTI, ngiri, tezi dume, ipo dawa inatibu tezi dume bila kufanya operation, inapatana hapa. Maumivu ya miguu, miguu kuvimba au kutoa harufu mbaya ya miguu au miguu kunuka, kichwa na kipanda uso, matatizo ya moyo na presha, kisukari, asma, kutokwa ute mchafu sehemu za siri, kutokwa vipele sehemu za siri, kutokwa na vinyamanyama sehemu za siri, uvimbe, vipele, muwasho, vipele vyenye kutoka majimaji sehemu za siri, maumivu ya miguu, maumivu ya mgongo, kuchoka mwili bila sababu, usingizi wa mara kwa mara, ndonda, malaria sugu. Dawa ya kuongeza heshima ndoa kwa kina baba, kwa kina mama. Kuna dawa inayozibua mirija ya figo, unakuwa imara zaidi. Achana na dawa ya kuongeza moja kwa moja. Ipo dawa inayosafisha figo na kibofu cha mkojo, kutoka mkojo mara kwa mara. Ipo dawa hapa inaondoa sukari, inaondoa uchovu, inaondoa makemiko na masumu ya mwili, inakuacha kuwa salama kabisa. Inapatikana hapa. Namba zetu za simu ni 0759006345. Narudia tena, namba zetu za simu ni 0759006345. Maelekezo ni bure, kupima damu ni bure. Karibuni ofisini kwetu, tunapatikana maeneo ya Iyunga karibu na karakana Tazara Inyala. Karibu sana ndugu wasikilizaji. Kwa majina naitwa Bini Msafwa na ndio usajili wangu. Ndugu mwandishi, usajili wangu ndio huu. Kile namba ni hii hapa. Kazi yangu mimi ni tabibu, mimi ni Dr. Kwanza Msafwa ambaye napatikana maeneo ya nyuma ya karakana Tazara Iyunga. Niko maeneo ya Inyala karibu na transformer au nyuma ya dampo. Na mimi kazi yangu ni kutibu magonjwa yote kupitia vyakula mchanganyiko mbalimbali, maki mimea, na asilimia kubwa kazi yangu mimi ninatibu magonjwa ambayo nitatangaza hapo baadaye. Na ndio popote utasikia tangazo langu linahusiana ni hivyo hivyo, halijatiwa chumvi wala kusema dawa ya mapenzi, sijui dawa ya biashara, sijui dawa ya mvuto, sijui kupiga ramli, sijui kuagua, sijui ni huko wanajua wengi. Mimi hapa sishughuliki na mambo hayo toka nimeanza maisha yangu yote. Na wasihi watu wa Ikuti na Iyunga na Inyala na hata maeneo mbalimbali. Kuna wengine wanakuambia huyu mganga, je, ukiwauliza je, umekwenda kuagua? Umekwenda kupiga ramli kwake? Hapana. Ramli yangu ni hii hapa. Hii ndio ramli yangu. Mimi kupitia kipimo hiki nagundua presha, nagundua mapigo ya moyo, nagundua magonjwa pasipo kukosea. Na ningependa wote walionizunguka maeneo ya Inyala na Ikuti, maeneo yangu, au kwa jina maeneo ya Kona Nzuri au Kona Mbaya, lakini mimi naitwa Bini Msafwa. Lakini asilimia kubwa wasijichanganye, wasichafue majina.
Kama wamekaa majumbani kupiga stori zao na wake zao, waulizane nani amekuja kuagua kupiga ramli kwangu. Na mimi dawa zangu haziuzi 100. Dawa zangu zina viwango vyake, ni vidonge vilivyoboreshwa, lakini ni mtishamba, sio mizizi, sio kama unavyodhania, tofauti kabisa kabisa. Na nakataa. Na akitaka kwa njia yoyote wanipime kupitia namba zangu, mtazitaja kupitia tangazo langu. Unapokuja maeneo haya, usiseme kwa mganga kienyeji, kwa mganga kinyesi. Mimi sio mganga kama nyinyi mnaokwenda usiku kwa waganga kienyeji. Mimi siko huko tuje kugongana wala kutana. Ukija kwa njia yoyote mbaya, lazima ukamatwe. Maana kuna nguvu ya ajabu. Ndio maana hatuendi kwa mganga, kwa sababu kama ni mganga kweli, njoo pime uangalie kinachoendelea katika maisha yangu. Maendeleo yangu yote nayafanya hayo. Sijawahi kumtapeli mtu, sijawahi kumwagua mtu, sijawahi kumpa dawa mapenzi mtu, au dawa biashara mtu, au dawa mvuto mtu, au dawa zote za kufanya damu chonganishi. Vitu hivyo kwangu ni mwiko toka nimeanza huduma zangu. Popote pale ninakwenda kufanya kazi yangu bila kipingamizi chochote. Wale wanasema si kwa mganga, hawana sera za kuongea, kwa sababu nimewaachia parefu, nimewashinda parefu. Kuwashinda parefu, hiki sio kibali cha mganga kienyeji, sio kibali cha mganga kienyeji. Nembo hii iko Wizara ya Afya pale Rufaa. Hii nembo hii iko Rufaa pale Mbeya mjini, mkoani. Kila hospitali ukiingia unapata nembo hii. Nembo hii hapa. Ukienda mkoani Rufaa unaikuta nembo hii hapa. Anayekwambia mganga kienyeji ni mtu ambaye kidogo ni cha pombe, amepiga master, amelewa, hana saga kuongea kwa mke wake ili ajiboreshe, ajimudu. Anasema mimi yule ni mganga kienyeji. Fanya kazi watu wa Mbeya, jitumeni na muwe wasafi, msio wachafu. Dokta huwezi kumkuta mchafu, mganga kienyeji ni mchafu. Mmoja amevaa yego, anasema nikupe dawa biashara. Mnajichanganya kule. Njoni kwangu mimi mtibiwe magonjwa yenu. Hata mganga mbona anaumwa? Ila ukija kinyume na uganga wako, uchawi wako nyumbani kwangu, nisikudanganye Njomba, maombi yangu ni makubwa na kukamata kama ulivyo, na utadhalilika kweli. Ila kwenye uganga kienyeji mimi simu. Mimi ni familia maskini. Baba yangu ana mguu mmoja, mama yangu amechoka. Ukiniambia habari ya mganga kienyeji ni kama ni mtu 00 umefeli. Sikutukani, ninahitaji kitu kimoja, tuwe wa kweli, kuboreshana na kupendana. Si umeshindwa na mizizi, umeshindwa na madawa, utakuja kwangu unasema mganga. Njoo kwa njia nyingine, fanya maombi yako yote, utanikuta. Kwenye njia madawa unikuti, kwenye uganga kienyeji unikuti. Hata waganga wa aina yote, hata ungekuwa ni wakuu wa waganga kienyeji, bado unikuti. Mimi cha kwanza nimesomea kazi hii, sio hapa Mbeya. Tumesoma shule Sistia, nimeondoka, nimeenda kukaa Mombasa, Kenya. Nimekaa miaka 22. Nimekuja Zanzibar, nimekaa miaka 15. Nimekuja Mbeya hapa nyumbani. Sasa hivi na miaka 56. Ukiniambia mganga kienyeji, wanga ni aibu kwako, sio aibu kwangu. Mimi nasonga mbele. Yesu yuko ndani yangu. Unaniaibisha, unanitukana, unanisema, na wengine wanadai kuchukua michango kwangu hapa. Michango mikubwa sio midogo, lakini wakiingia pembeni kwa mimi kwa mganga kienyeji. Hivyo kwa mganga kienyeji unapata michango ya kujenga kanisa, unapata michango kwa ajili ya kununua bati, unapata michango ya kufanya kuvaa nguo, unapata michango kwa ajili ya kufanya mambo yako. Sasa nimeamua mimi mwenyewe hapa kwangu, sijadanganywa, sijapangisha, sijafanya nini. Nimekubali kijana wangu amefungua kanisa hapa Pentecosti original, tena original, mtoto wa Igale. Ninapenda kuwakaribisha, karibu sana kwenye uimbaji, kwenye maombi.
shirikianeni sana. Na kama wewe una nguvu ya Mungu sana, sasa ndio hapa panahitajika ili umtoe huyu msafu wa kusema ni mganga kienyeji. Piga maombi upendavyo, sema kwa jina la Yesu, mapepo, majini, subiani, nguvu za giza, roho za chumolete, roho za freemasoni, toka kwa jina la Yesu, ili mapepo na majini kwangu yatoke. Pengine wewe una nguvu zaidi ya kuzidi Mungu, ukaniombea nikafunguka. Kuna mengine mbele siyajui, ili kuyajua zaidi, kumbuka ya kuwa kila mtu ana mapungufu. Lakini unaposema mganga kienyeji, sijai kuona sura ikuti kuja kupiga ramli kwangu hapo kwa madawa kwangu. Mimi dawa zangu zina viwango. Nenda mkoani, nenda Ikonda, nenda kokote Rembula, nenda hospitali zote. Ukishindwa njoo kwangu, utatibiwa vizuri tena bila gharama. Vipimo ni bure, vipimo vya mfumo wote ni bure kwangu, ni bure. Na silazimishi mtu uje kwangu, sina shida. Kama ni hela ninayo. Na nasema hivi, mimi nikotoka, unaijua ni familia maskini. Pengine wengine ni ndugu zangu, pengine wengine ni majirani zangu wananizunguka ili kunichafua kwa njia yote. Mimi nimekulia Ibanga, historia yangu ni mwanzilishi wa kuzungusha nyanya Mbeya mjini, Uhindini. Ni mwanzilishi wa kuzungusha maziwa fresh toka Kiwila kuleta hapa Mbeya mjini. Ni mwanzilishi umachinga wa hapa Mbeya, nikaingia Zanzibar, nikaingia Dar es Salaam. Kariakoo ilikuwa TFA, haikuwa maduka, ilikuwa TFA ni sehemu ya kununua dawa za kilimo. Baadaye hapo nikaondoka, nikaenda Zanzibar nikaenda Wete, Pemba, Mombasa Shimoni, Mombasa mjini. Soko la Pambuli ambao unajua Kenya liliungua. Kuna soko lingine liliungua, lakini nilikuwa kule. Nilikuwa Mombasa Kenya. Nimekuja hapa. Msipate kufuata kuangalia maisha ya watu, kufuatilia. Mtafeli. Tena mtafeli pakubwa. Fanyeni kazi zenu watu wa Mbeya. Tatizo mnabendi story, kula usingizi, kupiga muziki ya ajabu, hamweki maombi, hamweki mahubiri. Mnapenda kula usingizi, kuota ndoto, kwa sababu mmeona, lakini hamko na hela, hamna hela. Mnapenda kulewa. Mtu kapata kinua mgongo milioni 100, mnakimbia kunywa pombe, kufanya starehe. Starehe na wakati wake. Fanya juhudi ya kusonga mbele. Biblia imesema hivi, Mungu akikupa, shikilia sana alichokupa. Ukicheka nacho vibaya kinachokupa Mungu, ile shilingi mwingine anaomba maombi itakwenda kwake. Maana kupewa sadaka au kupewa zawadi ya Mungu, itumie vizuri. Na mtu uliokoka, hutakuwa mkia, utakuwa mtoaji, na utatoa bila kukoma na bidhaa zako au pesa zako, hela zako hazitakoma, ila siku zitaingia. Na hata ukikosa leo, usikonde, usiumie, kesho zitakuja pesa zingine. Mungu atakupa pesa kwa wakati wake, ila uwe na imani. Imani nzuri sana. Watu wa Mbeya hawana imani. Anapenda kesho apate pale, apate hapo. Na ndio maana anaingia kwenye ushirikina, wakidhania na huyu ni mshirikina mwenzetu. Tofauti, linganisha hapa Mbeya mjini, hapa Mbeya kwangu, nyumbani kwangu. Nilikotoka Ibanga kule. Je, tunalingana na viwango vya watu wa Ibanga? Watu wa Ibanga, unanifahamu kwa mwili na nguo. Sio kwa hivyo. Mimi mtoto wa baba na mguu mmoja. Baba yangu na mguu mmoja. Mama yangu amezeeka. Wazazi wangu wapo, mama yangu na baba yangu wapo. Lakini nasema hivi, Biblia inasema ukibarikiwa umebarikiwa. Nilipobarikiwa mimi, nimebarikiwa Jesam Temple Mbeya mjini. Nimebatizwa Mbeya mjini Jesam Temple na mke wangu. Sikupata bahati ya kuoa maeneo yake. Nimeoa Mbeya mjini. Lakini ukiniambia sika nini, sijawahi kumnyang'anya mtu mke wake. Sijawahi kumnyang'anya mtu mke wake. Sijawahi kumtongozea mke wake. Habari ya kufuatana. Jamani, tufuta mpaka lini? Fanyeni kazi watu wa Mbeya. Mungu ametupa neema na baraka. Mbeya yetu ni nzuri. Unapopata baraka kupata pesa, usijenge magesti. Nipo waibisha watu wabaya ili wanaenda kuombea maneno mabaya kwa watu. Ni hapa.